Haleluya. Kuna kitu kimoja natamani tukipitie kwenye Biblia juu ya sadaka ya ufadhili. Juu ya sadaka ya ufadhili. Biblia inasema kitabu cha Mathayo ile sura ya 25, kuanzia mstari wa 31. Tusome pamoja. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme ulioko tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivisha, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulikuona na njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Na tena lini tulikuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakuijia? Mfalme atajibu akawaambia, Amini nawaambia, kadiri mlivyowatendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, walinitendea mimi. Haleluya. Tunajifunza sadaka, mbegu za ufadhili. Hapa Kristo anatuonesha mfano wa vile ambavyo itakavyokuwa siku ile ya mwisho. Sikiliza. Mfano wa vile ambavyo itakavyokuwa siku ile ya mwisho ambapo mataifa yote, watu wote watakusanyika katika kiti cha enzi cha Mungu, pale ambapo kila kazi itakapopimwa. Biblia inasema Mungu atafanya kwa mfano wa mchungaji ambavyo anabagua kondoo na mbuzi. Atawaita wale kondoo, njooni mkono wangu wa kulia, na atawaambia maneno haya, njooni nyinyi, njooni. Atawaambia maneno haya, atawaambia hivi, atawaambia njooni nyinyi ndio barikiwa na Baba yangu, urithini ufalme ulioko tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa nini? Akasema kwa maana alikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa niko uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Mambo mangapi? Sikiza, kuna mambo kadhaa Mungu anaainisha ambayo ni muhimu sana kama Mkristo ujue kutoa sadaka za ufadhili kwa maeneo muhimu ambayo Mkristo anatakiwa kutoa sadaka za ufadhili. Ni haya ambayo Mungu ameyasema hapa. Na tunawafanyia kina nani? Hatuwafanyii wachungaji, hatuwafanyii watumishi wa Mungu, no. Tunawafanyia watu wa kawaida kabisa ambao yamkini hawakustahili kufanyiwa. Anasemaje? Maeneo gani? Eneo la kwanza anasema ni eneo la chakula. Eneo la chakula, kutoa sadaka za ufadhili kwenye chakula. Eneo la kwanza ni eneo la chakula, kutoa sadaka za ufadhili kwenye chakula. Anasema nalikuwa na njaa mkanipa chakula. Kwa eneo la kwanza, eneo la chakula. Eneo la pili ni eneo la maji, kuwanywesha watu. Anasema nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa. Eneo la tatu ni eneo la kukarimu wageni. Kukarimu wageni, unapopata mgeni kanisani kwako, unapopata mgeni nyumbani kwako, unamkarimuje? Huyo unamfahamu. Huyo ambaye mfahamu amepita nyumbani kwako, ametaka mahali hata pale pa kujiegesha, unaweza kumkaribisha. Amekuja mtu si mfahamu, anahitaji mahali ya kuhifadhi, alale usiku mmoja tu, unaweza kumpa nafasi. Hili eneo ni eneo ambalo Mungu ataliuliza, na watakatifu watakaoingia mbinguni, moja ya maeneo watakayoshinda ni eneo la kuwakaribisha wageni. Sikiliza, eneo la kwanza, eneo la chakula, kuwalisha watu wasio na chakula, kuwasaidia watu wasio na chakula. Eneo la pili, eneo la kiu, kuwanywesha watu, kuwapa watu maji wenye kiu, sio maji ya kiroho, maji ya kunywa. Eneo la tatu ni eneo la kukaribisha wageni, namna ya kukarimu wageni. Watu wanapita njiani, nataka kwako upate angalau hifadhi ya siku moja, siku mbili, unamkarimuje? Mtu wa Mungu, katika kukaribisha watu, Ibrahimu alikaribisha malaika wakampa siri. Eneo la nne ni eneo la mavazi, unawavisha watu. Kuna Mkristo leo ana nguo amejaza mabegi 5 ambazo hajawahi kuvaa, miaka 2 imepita hajawahi kuvaa, lakini hawezi kusaidia watu mavazi. Hawezi kugawia watu mavazi, hawezi kuwapa wahitaji mavazi. Amerundika kwenye makabati manguo, lakini hawezi kugawia watu mavazi. Sikiza, moja eneo ambalo utamfanya mtu apenye kwenda mbinguni ni eneo la kuwavika watu. Unawavika watu. Eneo lingine la 6 ni eneo la wagonjwa na eneo la wafungwa.
Je, unawategemeza wagonjwa? Mnaofanya kazi kwa sekta ya afya, mnawasaidiaje wagonjwa? Mnawabebaje? Mnawahudumiaje? Haya, nyinyi watu wa nje, wagonjwa, kukiwa na mgonjwa kwenye familia yako, kukiwa na mgonjwa kwenye mtaa, mgonjwa kaja mbele yako, unamkirimuje? Sema nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama. Eneo lingine, eneo la wafungwa. Hawa tu wafungwa walioko gerezani, waliofungwa. Hawa tu wafungwa. Ni eneo lingine la 6 ambalo Mungu anataka tushughulike nayo. Okay. Eneo la kwanza, chakula, kiu, mavazi, wageni, wagonjwa, magerezani. Maeneo 7, maeneo muhimu ambayo Mungu anatuhimiza tutoe sadaka, mbegu za ufadhili. Sadaka, mbegu za ufadhili. Kwa maana gani? Anasema kadri mlivyowatendea hao ndugu wadogo ndivyo mlivyonitendea mimi. Haleluya. Kadri mlivyo. Wakamuuliza, mbona tukuwepo kuona? Akasema, asikiliza, mliniona mimi ni wale watu wanyonge, mimi ni wale watu wadogo, mimi ni wale watu wasiofaa. Mlivyowatendea wale watu wanyonge, wasiofaa, wale maskini, ndivyo mlivyowatendea mimi. Mtu wa Mungu, jifunze kutegemeza, kutoa sadaka za ufadhili. Sadaka za ufadhili zina malipo yake, si duniani tu, hata mbele za Mungu zina malipo yake. Ukienda mbele anasema hivi, kisha 41, kisha akawaambia wale walio mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele uliowekwa tayari na Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula, nalikuwa na kiu, msininyweshe, nalikuwa mgeni, msinikaribishe, nalikuwa uchi, msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni, msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipoona una shida zote hizo hatukuja kutazama? Bwana akamwambia 45, naye atajibu akisema, amin nawaambia, kadiri msivyomtendea mmoja wapo, kadiri msivyomtendea. Maana yake ni neno ambalo linaliko katika wakati uliopo sasa. Kadiri msivyomtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Kwa hiyo sikiliza, Mungu ni watu. Mungu ni watu. Hao watu nao wanatuzunguka, hao ndio Mungu. Huna haja ya kumtendea Mungu wa mbinguni, tendea watu wanaokuzunguka. Huna haja ya kufurahisha Mungu wa mbinguni, wafurahishe watu wanaokuzunguka. Huna haja ya kuonekana mwenye haki kwa Mungu wa mbinguni, onekana mwenye haki kwa watu wanaokuzunguka. Ukifanya kwa watu wanaokuzunguka, maana yake umefanya mbele za Mungu. Mungu akubariki sana. Sadaka, mbegu za ufadhili zinatubeba wakati tunahitaji kufadhiliwa. Pokea baraka. Mungu akubariki sana. Mwalimu Mkonga wa Roboti Ministry Tanzania.